Ndoa yangu, maisha na harusi ya David. Baada ya miaka kadhaa ya kuhangaika kutafuta maisha bora, David, kijana mtanashati mwenye nidhamu na moyo wa upendo, alihamia eneo la Makuburi Kibangu, Ubungo, Dar es Salaam. Alipata kazi katika zahanati ya Makuburi kama mhudumu wa afya. David alikuwa kijana mcheshi, mwenye heshima, anayejituma na mwenye moyo wa kusaidia wagonjwa kwa upendo wa dhati. Wengi walimpenda kwa utu wake na unyenyekevu. Siku moja, alipokuwa anarudi nyumbani kutoka kazini, macho yake alikutana na Anastasia. Binti mrembo, mwenye macho ya kupendeza, ngozi nyororo, tabasamu la kuvutia na sauti laini yenye utulivu. Anastasia alikuwa anafanya kazi za ndani kwa mama maarufu anayeitwa Mama Gabu, jirani wa karibu wa David. Mbali na urembo wake, Anastasia alikuwa mpole, mcha Mungu, mcheshi kwa kiasi, mwenye adabu na mwenye heshima kwa kila mtu. Kwa mara ya kwanza, mioyo yao iligongana kimya kimya. Kwa muda, David na Anastasia walikuwa wakikutana mara kwa mara, aidha sokoni, barabarani au majumbani mwao ambayo madirisha yake yalitazamana. Kila walipokutana, maneno ya utani na vicheko vilijaa. Walikuwa marafiki waliokuwa wakijizuia kusema ukweli wa mioyo yao. David alitamani sana kumwambia Anastasia kwamba anampenda, lakini kila akijaribu, aibu na hofu ya kukataliwa vilimzidi. Vijana wa mjini wangemuita domozege. Mama Gabu alikuwa wa kwanza kugundua ishara hizo. Alipokuwa akizungumza na David, alisema kwa utani, "Kijana, muoe huyu binti wangu Anastasia, ni mrembo, mpole na ana moyo wa huruma. Atakufaa." David alicheka tu, asijue kwamba utani huo ulikuwa unabeba ndoto zake halisi. Siku moja, David alitakiwa kwenda manispaa ya Ubungo kupeleka nyaraka muhimu za malipo. Alipanda daladala kama kawaida, lakini bahati mbaya alikula dawa ya kulevya aliyopewa na mhalifu asiyemjua. Alipoteza fahamu ghafla na siku 3 nzima alilala hospitali ya mkoa Temeke bila kujitambua. Makuburi palizizima. Kila mtu aliulizana David yuko wapi. Siku ya pili, Anastasia alipokuwa anaosha vyombo, aliona kundi la watumishi wa zahanati ya Makuburi wakiongozwa na mganga mfawidhi na rafiki yake mkubwa Andrew wakiwa wamejaa wasiwasi. Walimuuliza kwa haraka, "Anastasia, je, umemuona David tangu jana?" Kwa mshangao, Anastasia alijibu kwa sauti yenye huzuni, "Hapana. Mara ya mwisho nilimuona jana alivyokuja kubadilisha nguo, akachukua begi lake akatoka. Tangu hapo hatujaona wala kusikia kutoka kwake." Wote walichanganyikiwa. Anastasia alishindwa hata kula. Alifuatana nao hadi kwa wazazi wa David, lakini naye hakuonekana. Ndani ya siku 3, hofu ilitanda. Siku ya 4 asubuhi, Andrew alipokea simu nyingine. Kwa sauti dhaifu mtu alisema, "Ni mimi David, tafadhali njoo haraka na shilingi 20,000 hospitalini Sinza." Lakini ghafla nasi aliyekuwa karibu alirekebisha, "Hapana, huyu mgonjwa yuko hospitali ya Temeke." Andrew alishtuka. Bila kupoteza muda, aliwajulisha wazazi wa David na wakaenda pamoja. Walipofika hospitali, walimkuta David akiwa ametulia kitandani, amezinduka lakini bado dhaifu. Alifurahia kuwaona wote, lakini hakujua kwamba Anastasia alikuwa anaenda kila siku kuulizia habari zake bila kukosa. Baada ya wiki moja, David aliruhusiwa kurudi nyumbani. Alipofika, moyo wake ulijaa furaha na mshangao alipoambiwa na mama yake, "Kuna binti amekuwa akikuja kila siku kukuulizia. Anaonekana anakujali sana." Alipomuona akitoka kwa Mama Gabu, macho yao yalikutana mara nyingine. Safari hii David hakutaka kuchelewa tena. Akasogea taratibu, akasema kwa sauti yenye upole, "Anastasia, nimekuwa nijizuia muda mrefu, lakini leo siwezi tena. Nakupenda na nataka uwe sehemu ya maisha yangu." Anastasia alinyamaza kwa muda, akitabasamu kwa aibu. "David, si rahisi kusema, lakini nami nimekuwa na hisia kama hizo.
nilikuwa tu naogopa kusema." Ndipo hapo walikumbatia kwa upendo wa kweli, upendo uliochipuka katikati ya uoga, heshima na huruma. Baada ya miezi michache ya mipango na maombi, David alienda kupeleka posa kwa wazazi wa Anastasia. Hivyo basi, wazazi wa David hawakufurahishwa sana. Waliamini kwamba kuoa msichana wa kazi ni jambo la ajabu. Lakini David alisimama imara. Akasema, "Mapenzi si cheo, bali moyo. Anastasia ndiye amani ya maisha yangu." Maisha mapya yalianza. Waliishi kwa amani, wakiheshimiana na kusaidiana katika kila jambo. Mwaka mmoja baadaye, walijaliwa mtoto mzuri wa kike waliompa jina Estella, ikimaanisha nyota inayong'aa. Kwa David, hiyo ilikuwa zawadi ya maisha kutoka kwa Mungu kupitia upendo wa kweli. Itaendelea. Sehemu ya pili usikose. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkolwe Products. Help us to help you.